السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والصلاة والسلام على سيد الرحمة وعلى آله وصحبه الهداة الأمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Naam, mtazamaji wa channel ya Tawalan Online TV, na kuomba sana mtazamaji wetu, na kuomba sana kama hujafanya jambo la kusubscribe, basi ufanye jambo hili kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu ukitofanya hivyo utakosa faida nyingi sana ambazo zingekusaidia katika maisha yako. Fanya hivyo, lakini pia mshauri na kumshawishi rafiki yako, ndugu yako afanye jambo la kusubscribe, kisha ataona kengele, ataibonyeza na mambo yatakwenda vizuri sana. Leo tumerudi na kipindi chetu cha Al-Lu'lu'u wal Marjan. Usiache kukifuatilia kipindi hiki, na wala usiache kufuatilia simulizi na visa vinavyoelezwa katika kipindi hiki cha Al-Lu'lu'u wal Marjan. Ndani yake utapata ibra, ndani yake utapata mambo mengi ambayo kwa kweli yana msaada mkubwa sana katika maisha yako. Tutaelezea pale simulizi, inaweza ikawa amesimulia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, au amesimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au amesimulia maswahaba, au amesimulia watu wema waliotangulia, simulizi hizo. Lakini pia hata simulizi zetu za katika maisha yetu, tukipata simulizi nzuri tunaweza tukakuwekea katika channel yako hii ya Tawalan Online TV, na utapata kwa kweli faida mbalimbali. Katika simulizi ya leo, katika kipengele hiki cha Al-Lu'lu'u wal Marjan, Al-Lu'lu'u wal Marjan. Hivi karibuni tulikusimulia ile habari ya Bwana Barsisi, na pengine umeifuatilia, umepata faida kubwa. Lakini sasa leo tunakusimulia habari nyingine. Lakini nakukumbusha juzi kati, huko nyuma tulikusimulia habari ya yule mwanamume bakhili. Hatari sana kwa kweli. Tunatakiwa tujifunze vitu kwa kupitia hizi simulizi. Simulizi ya kwanza ilikuwa ni mwanamume bakhili, ifuatilie kama hujaiona. Simulizi ya pili imemuelezea shekhe mwanachuoni yule Al-Barsisi, Ar-Rahib, mchungaji yule, alikuwa amepata changamoto katika kipengele kile cha vitimi vya shetani. Leo nakupa cha kijana mmoja ambaye amesimulia mwanachuoni, na wanachuoni mbalimbali wamesimulia kisa hiki, lakini leo nitamnukuu mwanachuoni As-Samarkandi. Ameelezea kisa hiki katika baadhi ya vitabu vyake na katika baadhi ya makala zake, ameelezea simulizi hizi. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Sisi tunakwenda kwa kuwa wanachuoni wametueleza, basi na sisi tunawaamini, tunawakubali. Ni wanachuoni wetu, lazima tuwakubali. Naam, kwa sababu elimu ya kuwafikia wao, kuweza kuwatia makosa, mimi sitaki kuingia huko ni kwenye kukosa adabu kiasi hicho. Mimi nitakubali al-Imam Samarkandi alichokueleza na alichotueleza. Katika simulizi yake anatuambia kwamba kulikuwa na kijana mmoja wakati huo wa zamani kabisa, mimi na wewe hatujazaliwa. Ukumbuke kwamba al-Imam Samarkandi, wataalamu wanasema alikuwa katika karne ya 3 hivi Hijria. Tukadirie karne ya 4, iwe tu hata karne ya 5 kwa mfano. Leo ni karne ya 10 na kadhaa, 1400 na pwenti. Sasa ni zamani sana, lakini yeye anasimulia matukio yaliyotokea zamani. Wakati yeye yuko hai anasimulia, maana yake matukio ya zamani zaidi. Alikuwa na kijana mmoja. Huyu kijana alitamani kuoa, lakini alipoona mazingira ya watu wake na mabinti walikuwepo pale, akawa anatatizika swala la kuoa, amuoe nani. Na pengine hili hata wewe unaitazama simulizi hizi, pengine pia ushatendwa sana, usasumbuka sana katika mambo ya mahusiano, mpaka unasema la atazawaju abadan, mimi sioi tena. Au unasema bado nipo kwanza, maana hautaki tena kuoa.
Kuna watu wanapatwa na masaibu mengi katika mambo ya ndoa, wanakaa katika daraja la azbu. Mtume anasema shirarukum huzabukum, watu wabaya ni wale ambao hawapendi kuoa. Lakini inategemea, si kwa maana kila mtu ambaye hapendi kuoa ni mtu mbaya, inategemea mwenyewe. Kuna wale ambao hataki kuoa lakini wanafanya uchafu kweli. Lakini wapo ambao hawataki kuoa kwa sababu zao za msingi za kisheria. Mtu mwenyewe hataki kuoa tu, ameona anaweza kukaa na kuyazuia matamanio yake, au hana uwezo wa kuoa wa kisheria, kwa hiyo anaweza asioe. Na tunaendelea. Kijana yule aliamua kukaa muda mrefu kutafuta mwanamke, lakini kila akiangalia wanawake wa zama zake hizo, na tukumbuke zama za zamani zina nafuu kuliko zama zetu. Hilo tukubaliane, kwenye upande wa riziki, kwenye upande wa baraka, kwenye upande wa uchamungu, kila kitu zamani walikuwa wako vizuri. Isipokuwa sasa hivi tuko vizuri kwenye mambo ya kama hivi kamera, kuna mambo ya makompyuta, kuna mambo ya mandege, na sisi tuna uzuri wetu, lakini zile akhlaq na tabia na zile desturi na mila na namna ya watu wanaofuata dini na mafundisho, hapana, sisi tuko nyuma sana, hatuwezi kuwa kama watu wa zamani. Ila tujitahidi sana, kwani mmoja alisema tashabbahu illa mtakunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu. Mtaalamu huyu ametuambia maneno haya. Sasa kijana yule bwana akakaa, mwisho akaona swala la kuoa kulitoa kichwani mwake peke yake, kutokana na mazingira yake akaona ni dogo. Ndipo akajiwekea ahadi, akasema la atazawwaju, mimi sitaoa, sioi hata astashira, mpaka ni watake ushauri 100 rajulin, watu 100. Kijana huyu anajiwekea mwenyewe kidingi hiki, anasema mimi sioi mpaka nipate watu 100 wanishauri, na kila ushauri nitauandika, na kila ushauri nitautafiti, kisha baada ya kumalizika watu 100 niliowakusudia, ndipo nitafanya jambo la kuoa. Ni jambo zuri alilofanya, kwa sababu ipo sura nzima ndani ya Qur'an al-Karim inaitwa Ashura. Sura hii inaonyesha umuhimu wa kutaka ushauri katika mambo yako. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anataka ushauri hata kwenye mambo yake ya ndani ya ndoa kabisa, yeye na familia yake, kwa anataka ushauri. Kwa hiyo ushauri ni kitu muhimu sana, na yeye mwenyewe amesema mahaba manistashara, wanasema mahaba manistashara wa manadim mahaba manistashara, wallahu a'lam. Nimesahau kidogo hapo, lakini anasema hakuruka utupu mwenye kutaka ushauri. Lakini akasema tena almustasharu mu'tamanun faman istushira falyushir bima huwa sani'u li nafsi. Anasema mtu anayetoka ushauri ni mtu ambaye ameaminiwa. Kwa hiyo mtu anapotaka ushauri, basi atoe ushauri katika jambo ambalo yeye angeweza kulifanya. Kwa hiyo haya yote Mtume ameyasema kwa kuonyesha kwamba ushauri ni jambo muhimu sana. Huyu bwana akaamua kutaka ushauri, akaamua kumfuata mtu wa kwanza akamshauri. Al-Imam Samarkandi, ili kitabu chake kisiwe kirefu sana, hakuamua kuweka ushauri wa mtu wa kwanza na ushauri wa mtu wa pili na ushauri wa mtu wa tatu na kuendelea. Alisema fastashara 99 rajula. Yule bwana akawataka ushauri watu 99. Lakini sisi unamshauri mtu mmoja, wa pili, kesho nao unatakiwa uwashauri watu wengi. Mshauri mtu aliacha sasa hivi, hatakupa ushauri wake. Tutasikia mtu anakuambia hakuna wanawake siku hizi. Sasa muulize, uko nyumbani kwako au uko kwenu hakuna wanawake, wanaume watupu? Lakini anasema vile kwa sababu alitendwa sana na mwanamke. Mfuate ushauri mtu aliyekaa na mke wake muda mrefu na hawajaachana mpaka leo. Fuata ushauri huko. Ni muhimu sana kutaka ushauri. We dada, taka ushauri. We kaka, taka ushauri katika mambo yako ya ndoa. Lakini sasa hivi uangalie unawataka ushauri, kwa sababu dunia imebadilika hii sasa hivi. Unaweza kumtaka ushauri mtu kitu akakushauri ili uharibikiwe, alafu baadaye anakucheka. Lakini wewe tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, unatakiwa umtake ushauri mtu
mtake ushauri mtu. Yule bwana akafanya hivyo, akawataka ushauri, wakafikia watu 99. Wapo walimwambia bwana, wewe katika kuoa kwa kuangalia mwanamke mwenye dini, na ndio ushauri mzuri. Lakini wapo walimwambia angalia mtoto mzuri, maumbile yaliyokamilika. Mwenyewe bwana mwambie angalia mwanamke anatakiwa ajue kupika. Alhasil, kila mmoja alitoa ushauri wake mpaka yule bwana akaweza kuandika shauri zile zikafika 99. Sasa yule bwana amemaliza watu 99, amebaki mtu mmoja. Anafanyaje? Anasema moyoni mwake kwamba amebaki mtu mmoja, na nilimwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi sioi mpaka ni washauri watu 99. Ushauri wa mtu wa watu 100, na mtu wa 100 atakaponishauri ndio nitafata ushauri wake, na mimi ndiye nitaoa kwa kupitia huyo mtu. Kweli kamaliza watu 99. Al-Imam Samarkand anasema kamaliza 99. Imefika ni magharibi, tayari ashamaliza watu 99. Amebaki mtu mmoja, na ndio mtu muhimu sana kwake katika ushauri. Maana alisema huyo wa 100 ndiye ambaye nitahakikisha ushauri wake nimeufuata na nitautimiza biidhnillahil karim. Akamwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, nakuomba uniongoze kesho nitakapoamka baada ya kufanya ibada yangu ya asubuhi. Nikitoka barabarani, mtu yoyote wa kwanza kabisa nitakayekutana naye, huyo ndo atakuwa mtu wangu wa 100, na kisha ndiye atakayenitaka ushauri. Nitamtaka ushauri na ushauri wake nitaufanyia kazi. Angalia huyu kijana alipoweza kujifunga. Amejifunga mwenyewe hapo kwa sababu ahadi hiyo, na ahadi yenyewe anamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun au iyaya fattaqun, au kama qil. Anatuambia mtaalamu As-Samarkandi kwamba yule bwana kweli akaweza kuwataka ushauri watu 99, na magharibi ile ilipoingia akaweka ahadi hiyo ya kwamba yeye sasa hawezi kuoa mpaka mtu wa kwanza kesho atakayekutana naye baada ya kufanya ibada yake asubuhi, wa pale anatoka nje. Akishatoka nje, mtu wa kwanza atakayekutana naye ndiye mtu ambaye atafuata ushauri wake. Ndiyo mtu wa kwanza atakayefuata ushauri wake. Hapa mtazamaji, hapa ni muhimu sana. Mtu wa kwanza atakayekutana naye asubuhi ndiye mtu ambaye atafuata ushauri wake. Mtu wa kwanza atakayekutana naye ndiye atakayefuata ushauri wake. Subhanallah. Yule bwana kweli akalala usiku, alikuwa ni mutaabid. Anakuwa qawam, ana tabia kusimama usiku na kufanya ibada mwenyewe, kumuomba Mwenyezi Mungu, istikhara zake anafanya. Na katika jambo zuri, mtu hatakiwi alale mwezi mzima hajasimama hata siku moja usiku. Hapana, tusifanye hivyo. Tujitahidi tuenuke kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, kusimama usiku ni moja katika tiba mujarrab sana. Yaani kama una matatizo ya maradhi, wewe simama usiku tu, maradhi yote yataondoka. Wataalamu wameeleza, hata Mustafa Mutawali, Ahmed Mustafa Mutawali katika Tibul Badil pia ameeleza hicho kitu, kwa si maneno ya Sheikh Bunda. Basi yule bwana akalala, akaamka, akaswali, akalala kidogo, kisha akaamka tena, akaswali subuhi, akaleta dhikri zake, akaamua sasa kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta ushauri. Ile anatoka mtaani tu mbele, anakutana na mwenda wazimu yuko juu ya farasi. Subhanallah. Mwenda wazimu, yani tunasema chizi, na lugha zetu hizi tunasema chizi, ndio anakutana naye. Mwenda wazimu kabisa, chizi ndio anakutana naye. Sasa swali, kama ni wewe ungefanyaje? Hebu weka comment zako. Kama ni wewe ndio unakutana na yule chizi, ungefanyaje?
Kumbuka kijana huyu ni abid, ni mwana wa chuoni, anajitahidi kufanya ibada, anamuogopa Mwenyezi Mungu na anajua madhara ya ahadi. Innal ahada kana mas'ula. Sisi tuna tabia kuwekeana ahadi nyingi, lakini utekelezaji unakuwa amna. Sisi ni tabia yetu. Lakini wenyewe wacha Mungu huko anaogopa sana kitu kinachoitwa ahadi. Sisi ahadi tu ni wepesi sana kuweka ahadi, lakini utekelezaji inakuwa hakuna. Basi akafanya yule. Akafanya anatoka anamuona mwenda wazimu huyu. Akaiuliza nafsi yake, niachane naye kwa sababu hii ni dharura kwamba huyu ni mwenda wazimu, au nitekeleze kwa kuwa ni ahadi? Ahadi inasema mtu yeyote, hii ahadi yake ilikuwa hapa, mtu yeyote atakayekutana naye, mtu yeyote nitakayekutana naye, amesema huyu bwana kwa mtu yeyote akikutana naye ataweza kutaka ushauri. Mwisho akaona atekeleze ahadi kwa sababu tu yeye amemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo alipomkaribia yule mwenda wazimu akamsalimia, kisha akamwambia, ay rajulun, rafiki yangu, mtu, ya ayyuhal karim, ewe mtu mkarimu, uridu an atazawaja, mimi nataka nioe. Kaifa atazawaju, na waje? Mwenda wazimu akacheka sana. Kama tunavyofahamu mwenda wazimu bwana, mwenda wazimu ndugu yangu, sio ukamwamini ukasema huyu mwenda wazimu poa. Hapana, mwenda wazimu tu. Basi yule bwana anakuta mwenda wazimu anamcheka sana, kisha akamchapa fimbo farasi wake, ikawa nakimbia. Kama hajajibu chochote, alafu amenicheka sana. Lakini mimi atlubul ilm hadhulla saa taizu dahra, mimi natafuta ilmu, ngojea nimfuate huyo. Inaonekana kunicheka kwake kuna kitu, sio kama amenidharau, acha nimfuatilie. Alipomfuatilia akamwambia, uridu an atazawaja, kaifa atazawaj. Mwenda wazimu anatikisa kichwa chake, anamwambia, mabal, unasemaje? Unasema matakuli, unasemaje wewe? Anasema, uridu an atazawaja, mimi nataka nioe. Kaifa atazawaj, nioe vipi? Nisaidie, nioeje? Mwenda wazimu akacheka sana. Kacheka kweli, yani kamcheka, yani mpaka anataka kuanguka kwenye farasi. Mcheka kweli, kafanya kitu hicho. Akakimbia tena na farasi wake. Ni mwenda wazimu, mtazamaji wangu, tunazungumzia hapa mtu mwenye akili yake anataka ushauri kwa mwenda wazimu. Na analifanya hili kwa sababu alimwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe tumeahidi kwa Mwenyezi Mungu vitu vingi, lakini tunashindwa kutekeleza. Wala hatuna hofu. Lakini huyu anafanya kwa hofu ya kwamba amemwahidi Mwenyezi Mungu. Mwisho akamkuta mwenda wazimu kakaa sehemu huko, baada ya kumsumbua sana akamwambia, ay sahib, rafiki yangu, uridu an atazawaj, mimi nataka kuoa. Kaifa atazawaj, mimi naoaje? Mwenda wazimu akacheka sana, kisha akamwambia, turidu an, unataka nini? An atazawaja. Turidu an, unataka nini? An atazawaja. Sasa unataka kuoa? An-nisa'u thalatha. Mwenda wazimu anamwambia maneno haya, an-nisa'u thalatha, wanawake duniani kote, wanawake ni aina 3 tu. Alafu yule anakimbia mwenda wazimu. Wanawake aina 3 tu duniani kote, wanawake ni aina 3 tu. Kwa hiyo usihangaike sana, wanawake ni aina 3. Mwenda wazimu anakimbia yule na farasi wake. Yule bwana akaambiwa wanawake ni aina 3 tu. Hajui sasa wanawake aina 3 vipi. Anasema labda itakuwa kuna mweupe kidogo, mweusi. Hapana, itakuwa mwembamba size ya kati na mwembamba reli. Hapana. Yani alhasili anatengeneza kichwa chake, an-nisa'u thalatha. Na maneno haya kaambiwa na mwenda wazimu.
baada ya kumcheka sana, baada ya kumsumbua sana, alimwambia an-nisa'u thalatha, wanawake ni aina 3 tu duniani hapa, na wewe nakwambia hivi hivi alivyoeleza yule mwenda wazimu. Alieleza kwa kitaalamu sana, kwa utafiti wa hali ya juu. Alisema an-nisa'u thalatha, wanawake ni aina 3. Kisha akakimbia yule mwenda wazimu, akakimbia akaenda mpaka kwenye maeneo ya Majaa, yani katika Jalala huko, na farasi wake anamsumbua, farasi wake anatembea naye. Yule bwana akatafakari, akasema huyu bwana huyu ana kitu huyu, hapana, wacha niwe mpumbavu mimi nikachukua ilmu. Ndugu yangu, watu wengi sisi tunafeli kwa sababu ya haraka. Watu wengi sisi tunafeli kwa sababu ya dharau. Watu wengi tunafeli kwa sababu ya dhanna, kwamba yule unamdhania ndiye kumbe siye, yule unamdhania siye kumbe ndiye. Watu wengi tunafeli kwa sababu hatuna subra. Lakini huyu bwana anatufunza kitu, kwamba pamoja anayeongea naye ni mwenda wazimu kwa mtazamo wake, lakini kwa sababu kuna kitu anakihitaji, akaamua kuwa mvumilivu. Akaamua kuwa mvumilivu mwenye uthubutu. Akamfuata tena mwenda wazimu, akamwambia, wewe inakuwaje? Mbona kama unaonekana ni mtu mwenye hikma? Anaanza kumsifia. Muonekano wako ni muonekano wa almajanin, muonekano wa wenda wazimu, lakini maneno yako yanaishiria kama ni mtu mwenye hikma sana. Hebu nisaidie, uridu an atazawaja, kaifa atazawaj wa mathalatha, mimi nataka nioe, naoaje? Na hebu nieleze hawa wanawake 3 ni kina nani? Wanawake hawa 3 aina hizo ni zipi? Mimi sizijui, nisaidie bwana. Anataka ilmu kwa mwenda wazimu. Mwenda wazimu akacheka sana. Baada ya kucheka sana, akamwambia an-nisa'u thalatha, wanawake ni aina 3. Al-awwal, mwenda wazimu anasema al-awwal, ya kwanza, aina ya 3 katika moja. Ya kwanza inasema laka, kuna an-nisa'u laka wan-nisa'u alayka wan-nisa'u laka au alayka. Huyu ni mwenda wazimu anamwambia wanawake wako aina 3 bwana. Kuna laka, anaitwa laka wa kwanza huyo, wa pili alayka, wa 3 laka au alayka. Nini maana ya maneno haya? Endelea kukaa katika channel yako ya Tawalan Online TV, na usisahau kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata muendelezo wa kisa hiki kizuri sana ambacho kitakujenga bi'aunillahi alkarim. Kisa gani? Kisa cha kijana na mwenda wazimu mwenye maneno ya hikma. Huyu ni mwenda wazimu mwenye maneno ya hikma. Unataka muendelezo wa kisa hiki, basi usisahau kusubscribe, kucomment katika channel yetu hii ya Tawalan Online TV. Wabillahi tawfiqa, wassalamu ala man ittaba al-huda.